niikose siku ya mwaka jana nilikosa. Kwa this time nitakuwepo. Kwa na kuandaa vizuri, hatuna mambo makubwa siku hiyo. Tumekuandalia tu mambo ya kawaida kabisa ya kukushirikisha katika hiyo injili. Naamini Jumapili ijayo au Jumapili ya tarehe 11 wanaweza kutueleza wamedhamiria kufanya nini katika hiyo siku. Lakini pia wiki hii ambayo tunamaliza tulipokea taarifa msiba siku ya Jumamosi tukiwa Kwala kwenye huduma ya watoto. Mwinjilisti wetu wa Msakuzi alifiwa na babake mzazi. Aliomba ruhusa akaenda kumuuguza babake kule Iringa, lakini akiwa kule hali ya baba ikawa mbaya, wakasafiri kwenda Dodoma Benjamin Mkapa. Lakini pia wakiwa kule ilikuwa vigumu kuokoa maisha yake pamoja na jitihada kubwa zilizofanywa na madaktari, kwa sababu alikuwa na udhaifu kwenye koo lake ambalo liliaminika kuwa ilikuwa kansa ya koo iliyochelewa kutibiwa. Kwa hiyo baada ya kupata taarifa, baada ya Jumapili ya Pasaka, Jumatatu nilisafiri kwenda kushiriki ibada ya mazishi siku ya Jumanne. Tulipata nafasi ya kwenda na mama mchungaji na vijana wawili pamoja na kijana wangu Amani, tuenda na Jose na Jay, waimbaji wenzake, marafiki zake wa karibu katika utumishi. Kwa tulienda tukashiriki ile ibada. Ibada ile iliongozwa na kanisa la Kiinjili la Kiluteri. Mambo mawili ambayo nashuhudia. Yule mzee alikuwa na miaka 87. Alikuwa na umri wa miaka 87. Lakini katika maisha yake aliwahi kuoa mke, alafu mambo yakawa magumu akatengana. Akawa amemzalia watoto, akaoa mama wa binti yetu Finance, na akazaa watoto. Finance ni wa kwanza kwa mama yake. Lakini baba huyu aliyesabika kuwa Mromani kwa imani ya kuzaliwa, lakini wakiwa Iringa, mke wake na watoto walianza kusali kanisa la Kiluteri. Na huyu baba akawa anawahimiza, nendeni kanisani. Kwa kweli siku ambayo hawakwenda kanisani, yule baba hakuwa na furaha nao, lakini yeye hakwenda kanisani. Kwa ameendelea kwenye hali hiyo miaka yote. Lakini hawa kazi yao ilikuwa ni kumuombea, na yeye anaombea niombeni. Hakwenda kanisani. Lakini alipougua hii dakika ya mwisho, just from nowhere, akawaambia watu wa nyumbani mwake, niitieni mchungaji wa hilo kanisa mnalosali. Kwa hiyo wakamuita mchungaji wa kanisa la Kiluteri mstaafu, kama wangeita mzee Mafuru. Yule mzee akawa anaenda kuomba naye. Ilipofikia kwamba wanataka kusafiri kwenda Dodoma, yule mzee akasema, naomba mniitie mchungaji, najisikia kama bado kuna kitu hakijakawa sawa sawa ndani yangu. Kwa hiyo akaitwa mchungaji wa usharika, akaenda. Alipofika akasema, mchungaji, naomba uniombee. Yule mchungaji akasema, sina sababu ya kukuombea kama wewe hujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na kuombea kwa jina la nani na kuombea kwa msaada upi? Yule baba akasema, fanya unaloweza kufanya, niko tayari kumpokea huyo Yesu. Kwa hiyo wakamuongoza sala ya toba kwa maombi ya machozi, na kesho yake wakawa na safari ya kwenda Dodoma, na kuanzia pale hakuongea tena mpaka mauti nampata. Kwa kwenye ibada ile mchungaji alikuwa na furaha sana, ni kijana hivi. Anasema, nina furaha sana kwamba mzee wa miaka 87 ameenda kwa baba. Ameenda kwa baba. Anasema, nina uhakika ameenda kwa baba. Kwa hiyo nimeuchukua kama ushuhuda, kwa maana kwamba si watu wote wanapata neema ya kuokoka kwenye hali ya kawaida, lakini Mungu akikukusudia, hata dakika yako ya mwisho, ya pumzi ya mwisho, bado unaweza ukaokoka. Usije ukaenda kuona mgonjwa hospitalini na hali mbaya akakwambia niombee, ukaacha kumuombea. Inawezekana wewe ndio umebeba neema ya yeye kufunguliwa kwenye kifungo. Lakini pia kanisa la KKT walionyesha ushirikiano mzuri. Tulifanya wote ibada. Baada ya kumaliza liturujia tukaenda makaburini. Walipojua kwamba mimi ni mchungaji wa Finance na Finance ni mwinjilisti ambaye anaongoza usharika, walijisikia furaha sana, kwa sababu hakuwa kielewa hivyo. Kwa hiyo nikapewa nafasi ya kuhudumu kwenye ile ibada.
nikaleta mahubiri na tunashukuru Mungu walipokea, neema ya Mungu ikaonekana kwao. Basi tulimaliza ule msiba. Kwa hiyo nashukuru watendaji, ilikuwa ghafla lakini walituwezesha kwenye safari hiyo, tukaenda salama, tukarudi salama. Kama mlivyoona kwenye mtandao, tukiwa njiani tukakuta vijana wa Kimasai wanachoma nyama. Mama mchungaji akaongea nao kwa habari za wokovu, akamwambia tumjui Yesu wala hatujawahi kumsikia. Lakini kitu cha ajabu, wale vijana wana majina ya Kikristo. Emmanuel, Joshua, Daudi, sana mwingine nimemsahau. Lakini wote wana majina ya Kikristo. Tukamwambia, mbona mna majina ya Kikristo na mnasema mjui Yesu? Emmanuel akasema, baba yangu ni mjanja sana. Ndio neno aliyosema, baba yangu ni mjanja sana. Kwa hiyo nadhani alitafsiri kutoka kwenye Kimasai kuja kwenye Kiswahili, akimaanisha kwamba ni baba yake hata kama hatuendi kanisani lakini anaamini kitu fulani na anaamini upande huo wa Kikristo kuna neema. Kwa hiyo aliwapa majina akiamini kwamba kwa majina hayo watamjua Yesu. Na hiyo ikawa ndio siku yao ya kumjua Yesu. Tuliwashuhudia wakaokoka, wanaendelea vizuri. Sasa tulifanya maombi kwa sababu wako kwenye biashara ya nyama. Tukafanya maombi kwa ajili ya biashara yao. Kasema huwa tunashinda hapa siku nzima tunauza mbuzi mmoja. Sasa huyu Yesu mnayetuambia tukimpokea biashara yetu itabadilika? Sasa hilo swali linahitaji imani. Kusema ndio, ukimwamini Yesu na tukakuombea, uwe na uhakika Yesu hajawahi kumwacha mtu wake. Atabariki biashara yenu na itaenda vizuri kabisa na mtafanikiwa sana. Na hamtaishia tu kuuza hapa, mtaanza kutuma mbuzi kwenda mjini. Wakasema basi sawa tuombe. Nikawaombea. Kama kawaida shetani analeta mashaka. Tuko kwenye gari, nikamwambia wenzangu, hivi what if mpaka usiku wa leo ile nyama haijanunuliwa au vijana itakuwaje? Sema Mungu hata tuaibisha kwa sababu kazi sio yetu, ni ya kwake. Kama anawataka nyama itaisha. Tukasafiri tukafika salama. Kesho yake saa 10 jioni wakapiga simu kwa yule kijana wangu Amani, walibadilishana simu. Asema mwambie mchungaji, jana tulimuona huyo Mungu wenu. Wewe kama sio Mungu wetu sisi, ni Mungu wenu na nyinyi. Asema nyama iliisha saa 10. Yaani saa 10 sio kawaida, saa 10 hatakuwa na nyama. Iliisha. Kaambia sasa mbaki katika hiyo neema. Jana alinipigia, nashukuru sana, amefurahi sana. Sasa ni mbali kutoka Dar es Salaam. Ni mbali. Kwa hiyo tumeombea kwamba itokee neema ya Mungu, wawekewe kanisa hapo kwenye kijiji chao. Ni mbali. Kijiji kinaitwa Mkaandika eneo fulani, bado ni Iringa kabla hujaingia Morogoro, vijiji vya mwisho. Lakini tunaamini wameshapata injili, Mungu atawasaidia. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa hilo. Lakini pia tunawashukuru sana mliotoa sadaka zenu kwa ajili ya kwala. Tumeona Jumapili ya Pasaka walikuwa na ibada nzuri sana. Tulipata hema moja jipya na hema la kina mama yamefungwa pale, na tuligawa zile zawadi tulizokusudia kugawa. Watoto zaidi ya 300, watoto 300 walipokea zawadi, lakini watoto 500 walikuja. Kwa ujumla ni zaidi ya watoto 500 waliokuja. Sasa tukawaambia kwa sababu nyinyi wengine mmechelewa kufika, zawadi zimeisha, siku nyingine mkisikia tunawaita mtawai. Wakaondoka lakini kwa simanzi. Lakini zawadi zile ziliongea kijijini siku ile. Mama mmoja wa Tarime ana wiki kadhaa anaishi hapo, ana shauku ya kwenda kanisani lakini hajui kanisa. Katika kuzunguka siku akasema leo nitakwenda kanisani. Akaamua kutembea. Ameondoka anaenda kanisani lakini hajui kanisa liko wapi na kanisa gani anaenda. Akakutana na watoto, akauliza watoto, mimi nataka kwenda kanisani, mnajua mahali popote kuna kanisa? Wakamwambia ndio, hapa kuna kanisa linaitwa Mennonite, twende tukupeleke. Wale watoto wakamleta kanisani, wakamwambia kanisa hilo hapo. Yule mama akaingia, na siku hiyo tulikuwa tunakaribisha na kubatiza. Na yule mama akaamua kukaribishwa, akajiunga na kanisa letu. Lakini aliyempelekea habari njema kanisa liko wapi ni watoto. Polisi mmoja alikuja usiku ule tuliogawa zawadi. Akamwambia mwinjilisti, nyumbani hakukaliki. Kwa nini? Mtoto wangu hakupata zawadi. Sasa ninafanyaje? Maana mtoto analia na anasema ni mimi niliyesababisha asipate zawadi kwa sababu sikumruhusu aje.
na mimi nilikuwa siwaelewi nyinyi. Kwa hiyo lakini baada kusikia mliokuwa mmezungumza na watoto, naona nimekosea, mnisaidie jamani, haukubaki hata moja nimpe mtoto. Mwambie tu mtoto aje kanisani, atapata zawadi wakati mwingine. Kwa hiyo zawadi zile zimeongea. Kwa hiyo nawashukuru waliotoa nauli, katibu wetu wa jimbo na mhazini kutuwezesha kusafirisha vile vitu. Niliwaomba Biblia na tenzi. Mpaka leo kwa taarifa ya kihasibu ni waumini 2 tu waliotoa sadaka ya Biblia na tenzi. Ninyi wengine bado hamjaguswa kwenye hilo eneo. Sio tatizo, haujaguswa, sio tatizo. Mama moja asiyekuwa muumini wetu, yule mama alihubiri siku ya kina mama, tulikuwa na ibada moja mwisho wa mwaka. Yule mama Mkenya yule aliyesimulia hadithi ya mtoto aliyekaa kwenye mti mwaka mzima. Yule mama alipojua tunakwenda kule na tunaenda kubatiza, akatupatia chombo cha kubatizia. Akatupatia na Biblia 10. Tukazigawa zile Biblia 10 na tenzi tulizokuwa nazo 15. Walipopokea zile Biblia, wengine wanambia wewe hujui kusoma. Akasema naomba unipe. Najua tu kusoma. Ukimwangalia unaona ni mzee labda hajui kusoma. Hebu nisomee, fungua Zaburi ya 23. Bibi anafungua nasoma. Anasema hii naitaka nikae nayo nyumbani, hii itanisaidia. Wajukuu zangu watakuwa wananisomea. Kwa hiyo walichukua zile Biblia na tukabaki na deni la Biblia 8. Wanasema tunaomba wale waliobaki 8 wanahitaji Biblia, wanaojua kusoma na kuandika. Kwa hiyo tumebaki na hilo deni, lakini kwa hiyo michango mliotoa, tayari nadhani tuna Biblia kama 2-3, tunaweza tukanunua tukawapelekea. Lakini tunawashukuru sana. Tuliomba sadaka ya viti. Siku ile tukawa tumeongezewa viti 55 kati ya viti 50 tulivyokuwa navyo. Tulikuwa na viti 105. Sasa watoto waliokuja wamezidi viti. Na Jumapili watoto waliokuja walizidi viti. Walikuwa watoto Jumapili waliokuja walitosha, maana kwa watoto 104 na viti vilikuwa 105. Jumapili iliyofuata jana Jumamosi nimeona walioenda kwenye huduma walikuwa watoto 105. Sasa tunaendelea kuwafundisha, kuandaa kuwa waumini wa kanisa letu. Nikaweka nafasi ya kuweka wakfu watoto. Tukaweka watoto wakfu ndani ya kanisa, walikuwa watoto kama 6. Alafu hao 100 na kitu kabidi tuwaweke wakfu kama kundi. Sasa mzazi wao akawa ni yule mwinjilisti wao, ndiye aliweza kula kiapo cha kuwalea. Kwa hiyo tunashukuru kanisa limeanza na linakwenda vizuri, na Mungu awabariki wote mliotuombea, mlioomba kwa ajili ya kwala, mlioamini maono haya na mlioguswa kwa namna ya kifedha na mali zenu. Ninawahakikisha kwamba sadaka zenu zinaendelea kunena mbele za Mungu, na sadaka zenu zitarudisha majibu kwa njia ya moto kwenye maisha yenu. Mtapokea zaidi ya matarajio yenu kwa imani. Ninasema hivi nikiamini kwa sababu hilo kanisa sikulitafuta barabarani, nilionyeshwa na Mungu kwenye maono, nikalitafuta nikalipata, na naona mwitikio ule unaenda kushuhudia kwamba kazi ile Mungu yuko pamoja nao, na naamini ya kwamba tutaendelea kutumika kwenye eneo hilo. Sasa leo tunahitimisha safari yetu hii ya utakaso kupitia nguvu ya msalaba na nguvu ya damu ya Yesu. Tunahitimisha leo. Alafu wiki ijayo kuanzia Jumapili tutaanza somo jipya kwa mwezi mzima. Na atakaye kuwa mwalimu wenu wakati wa mafundisho hayo ni Dr. John Chemele. Na atakachowafundisha kwa majuma yote 4 atakuwa anafundisha kutoka kitabu cha Ufunuo sura ya 2 na sura ya 3. Na namna atakavyofundisha ni kama anavyofanya leo. Ataunganisha Sunday school na mahubiri ili apate saa nzima. Kwa hiyo atasimama hapo, atafundisha na atawaengage katika hayo mazungumzo. Kitabu cha Ufunuo sura ya 2 na 3 kinazungumzia yale makanisa 7 na tabia za yale makanisa 7 na sifa za yale makanisa 7, ambayo hayo ndiyo atakayo kwenda kufundisha. Kwa ujumbe kwa makanisa hayo ambao unaonyesha jinsi ambavyo Yesu Kristo anataka
kanisa la leo liwe kanisa takatifu la watu waaminifu, kanisa thabiti kwa kila kazi. Kwa hiyo tujiandae kwa ajili ya hicho kipindi. Mabinti, nampongeza Esther, nyinyi mnamuita Angel Josephat, mimi namuita Esther Jojo. Na kupongeza sana tuliposhirikishana maono ya kuwa na siku ya mabinti. Ukauliza maswali, tukafanya majawabu yakapatikana, tukaratibu hilo jambo, nikakuacha nikakuaminisha kwamba unaweza ongoza hilo kundi. Umefanya na imefanyika. Mungu akubariki sana mwanangu kwa kazi nzuri uliyoifanya. Siku ya Jumatatu ya Pasaka, Esther yuko wapi? Inawezekana hayuko. Asante. Umefanya kazi nzuri ya kuongoza kundi. Tulikuwa na mjadala wa masomo uliounganisha mabinti wote wa Dar es Salaam wa Mennonite. Wamejifunza kutokana na sifa na tabia za kitabu cha Esther na binti Esther. Wamejifunza kwa kina, wameulizana maswali, wamejibiwa. Na Jumatatu wakaandaa kusanyiko hapa kanisani. Maumivu ya moyo wangu ni pale nilipochungulia nikaona mabinti wanaotoka kwenye ile kanisa walikuwa wachache sana. Kanisa, tusipokuwa imara kwenye malezi na makuzi ya watoto wetu. Falsafa ya malezi na makuzi ya watoto inasema malezi ndio yanayotengeneza makuzi, na malezi ndio ile Mungu anasema mfundishe mtoto kuijua na kuishika hiyo njia. Mfundishe, teach, lead, guide. Kwa mfundishe mtoto, muongoze mtoto, mwelekeze mtoto. Kwa hiyo ikiwa hatutakuwa tayari kuwasukuma mabinti zetu watoke nyumbani kuja kwenye semina kanisani, ikiwa tutawaambukiza roho ya kutokupenda ibada ya Jumatano, roho ya kutokupenda semina zinazofanyika kanisani, tukiambukiza hilo roho kwa watoto wetu, tunatengeneza kizazi ambacho ni legelege. Mtu mmoja akatuma lawama zake kwangu. Akasema, mchungaji, Jumapili ni siku ya ibada. Nyinyi mnaleta mambo yenu ya semina ibadani. Ikiwa nikiwaita siku ya semina mtakuja kwenye semina, na mimi siku ya ibada nitafanya ibada. Lakini kama hamkuja kwenye semina na siku ya ibada nitafanya ibada kwa njia ya mafundisho, nayo ni semina, nayo ni ibada. Sasa mabinti hamkuja, tulialika walimu wazuri sana wa mabinti ambao walikuwa wanatoa ushuhuda wa maisha yao wakiwa wasichana na maamuzi walioyafanya. Kati ya changamoto wanaweza kukutana nazo watoto wetu ni kufanya maamuzi sahihi, changamoto za kimaamuzi. Walimu walifundisha masomo yale vizuri, tulitarajia kanisa hili lingekuwa limejaa, lakini waliokusudiwa walifika. Sasa leo Jose, weka kichwa cha habari cha somo letu la leo. Kwa hiyo leo tunakwenda kukamilisha safari yetu ya utakaso, lakini focus kubwa itakuwa kwa hawa mabinti, lakini somo linatuhusu sisi wote. Kwa hiyo usiache kuandika, usiache kusikiliza. Linakuhusu wewe kama Mkristo, linakuhusu wewe kama mzazi na mlezi wa hawa. Changamoto kubwa kwa mabinti wa Kristo wa leo, mabinti wa Kristo wa leo, inayowazuia kufikia ndoto zao kwenye maisha yao kulingana na kusudi la Mungu kwenye maisha yao. Changamoto kubwa inayowazuia mabinti waliookoka, mabinti waliompokea Yesu, waliomkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, kinachowazuia wasifikie ndoto zao, kinachowazuia wasiishi kusudi la Mungu kwenye maisha yao, ni kukosa utambuzi sahihi juu ya utambulisho wao wa kimungu. Ni kukosa utambuzi sahihi juu ya utambulisho wao wa kimungu. Identity in Christ.
ule utambulisho wako ndani ya Yesu, maana umempokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi maisha yako. Kama umempokea Yesu, sasa utambulisho wako unatakiwa utokane na namna ambavyo huyo Yesu alivyo ndani yako. Maana tunaona matunda utakayomzalia Yesu kwa yeye kuwa ndani yako na wewe kuwa ndani yake. Kwa hiyo mabinti zetu na Wakristo wengi tunakosa kuishi kusudi kwa sababu hatuijui, hatujaitambua identity yetu, utambulisho wetu ndani ya Mungu, utambulisho wetu ndani ya Yesu, hatuujui. Kwa hiyo unakuta mtu anaishi tu kawaida, lakini yeye sio huyo mtu wa kawaida, kwa sababu ukishaokoka umebadilishwa, umehamishwa, umegeuzwa, kwa sababu tunajifunza kwamba neema ya Mungu ni upendeleo wa kipekee wa kimungu, ambapo Mungu anakuokoa sio kwa kazi, sio kwa jasho lako. Ni neema, by grace. Mungu anaachia hiyo neema wewe upate kuokoka. Na ukiokoka, neema inakupa wokovu, na neema hiyo inakupa uwezesho. Neema inakuwezesha. Ndio maana baada ya kuokoka, kulingana na Warumi 19, Yohana 1:12 anasema tunapewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Uwezo. Kwa hiyo unawezeshwa. Kwa hiyo kwa neema unapewa uwezo wa kuwezeshwa kuwa mtoto wa Mungu. Neema. Hiyo neema inakuokoa. Lakini baada ya kuokoka, kwa hiyo neema unapata kitu kinaitwa kibali. Kwa hiyo kibali unapokipata, kibali kinakuinua na kibali kinakufungulia milango. Kwa hiyo huwezi kupata kibali cha Mungu au cha mtu, hasa kibali cha Mungu, ikiwa hujaokoka. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kuokoka, na ndio maana tulisema waliookoka ndio wanaotakaswa. Kwa hiyo unapata kibali, unasafishwa, unavyoendelea kutakaswa, kibali kinakuinua. Kibali kikikuinua, kibali hicho kinafungua milango. Ndio maana ukipata kibali kwa mtu, ukienda kuomba jambo lolote kwake, unalipata. Kwa hiyo kibali kinakuja kwa sababu umeokoka, na umeokoka kwa neema. Kwa hiyo tunaona maneno mawili, neema na kibali. Ijumaa kwenye mkesha, tulikuwa na mkesha wa wanafunzi wa vyuo vikuu ulioratibiwa na wanafunzi wa chuo cha utumishi. Wakafanyia hapa na wakanialika kuwa mnenaji wao. Na neno lao waliokuwa wamelichagua, walikuwa wamesema neema na kibali kisichokuwa na mipaka. Unlimited grace and favor. Kwa hiyo kibali kisicho na mipaka, neema isiyo na mipaka, ndio ilikuwa neno lao. Kwa hiyo wakati na wafundisha, ndipo nikawa nasikia sauti kwa habari ya watoto wangu. Nikapata wivu. Nimewafundisha wanafunzi wa vyuo vikuu, asubuhi wataondoka, lakini je, jambo hili kwa watoto wangu limekaaje? Tuliwafanyia maombi ya machozi hapa, waliombewa kweli kweli. Sasa wivu ukaingia, ndipo nikabadilisha ujumbe wangu wa leo kwamba katika kuhitimisha, focus kubwa ielekee kwa hawa mabinti zetu. Kwa hiyo nimesema kwamba mabinti, changamoto kubwa mnayokabiliana nayo ili mweze kufikia ndoto zenu ni kutokuijua identity yenu. Wewe umeokoka, lakini unaishi kenyeji. Haujajua wewe ni nani, haujajua wewe ni wa thamani namna gani. Kwa hiyo kwenye hali hiyo inanilazimisha tuongee kwenye hilo eneo. Nauliza swali, je, wewe binti una utambulisho gani? Wewe kama binti, nini utambulisho wako? Utambulisho ulio nao ni upi? Inawezekana kuna binti ana utambulisho wa ukoo wake. Kuna binti ana utambulisho wa familia yake. Kuna binti ana utambulisho wa CV yake. Kuna binti ana utambulisho wa elimu yake. Kuna binti ana utambulisho wa sura yake. Kuna binti ana utambulisho wa maforoje, maumbo na maumbile yake. Kuna binti ana utambulisho wa nafasi alionayo. Kuna binti ana utambulisho wa karama aliyobeba. Lakini je, huo ndio utambulisho wako ndani ya Kristo? Sio. Ninapokuwa nazungumza na vijana, wakati mwingine huwa nawaambia, wewe kijana hujaoa, unatakiwa kuoa. Umemwona yule binti? Nasema, baba, yule binti unamfahamu? Sema, ndio namfahamu, si Mkristo wangu.
ni binti mzuri, ana tabia nzuri. Anasema baba, hizo sifa zote anazo, lakini kuna changamoto moja. Amebeba utajiri wa nyumbani kwao. Yaani yule ni wa matawi ya juu. Fedha ya baba yake na fedha ya ukoo wake ndio inayomtambulisha. Kwa hiyo hata ukimapproach anakuambia wewe unanionaje? Mimi sio size yako. Utambulisho wako sio familia yako. Utambulisho wako sio fedha ya baba yako. Utambulisho wako sio elimu yako. Mkristo aliyeokoka, utambulisho wako tunaupata ndani ya Yesu Kristo. Identity yako inatamkwa kutokea kwenye maandiko. Identity yako inasomeka kutoka kwenye Biblia. Sasa ikiwa huo sio utambulisho wako, umebeba sura yako. Kuna binti anakosa mchumba kwa sababu tu ya namna alivyojiweka. Jamani, hili kanisa tuna mabinti wazuri, tunao wazuri. Kwa nini wasiolewe? Kwa nini wasiolewe? Kwa nini vijana wa hili kanisa inapofikia kuchumbia wanafunga safari? Kwa nini? Identity. Utambulisho mnaotengeneza. Na wengine ni wasanii, ni waigizaji. Amebeba sura isiyokuwa ya kwake. Amebeba utambulisho usiokuwa wa kwake. Amepiga picha isiyokuwa ya kwake. Amevaa maski ni ile sanamu unayovaa. Kwa amevaa sura ambayo sio yeye. Ameficha uhalisia. Kwa kuwa umeficha uhalisia, wanaona sura hiyo ya nje unayoionyesha. Lakini wanayemtafuta ni yule aliye ndani. Uliyemficha huyo aliyoko ndani ndiye anayetafutwa. Umemficha. Haonekani. Namwambia binti, karibu chakula. Agiza unachopenda. Anaagiza nusu kuku, chipsi na Fanta ya orange. Vyote iwe ya baridi sana. Anakula kamnofu kadogo kwenye yule nusu kuku. Alafu anamwacha yule kuku. Anakula chipsi 3, alafu anaacha hizo zingine hapo. It is okay, it's enough. I don't take more. Hiyo ni maski umevaa. Umeficha uhalisia wako. Nikikukuta nyumbani kwenu na kumuta ugali na maharage na matembele, lakini nikikupa ofa unagusa tu unaacha. Umevaa maski. Umetengeneza identity sio kwa yenyewe. Kwa hiyo wanaokutazama wanaona wewe huwezi. Binti mwingine anakaa anaongea na vijana wenzake. Anambia wewe, mbona unakula sana kwenye migahawa? Mimi kazi ya kupika, unajua mimi kupika, angalia makucha yangu haya kupika. No, I'm not interested. Kumbe huyo mwanaume, moja ya sifa alionayo huyu kijana anayekusemesha, mama yake anapika vizuri sana na anakula chakula kizuri nyumbani kwao. Sasa amekuwa mkubwa, anataka aoe mwanamke anayeweza kupika, azibe pengo la mama yake aliyemwacha nyumbani. Maana Biblia imemwagiza utamwacha baba yako na mama yako. Anatafuta mke wa kumpikia, na wewe unaanza nyodo za kusema no, you know makucha yenyewe umeongezea, sio ya kwako. Maski. Alafu tunapiga kelele, tunaomba waolewe. Unaolewa na nani kwenye mazingira kama hayo? Umevaa identity sio kwenyewe. Kuna vijana wanakuja humu kanisani, anasema nakwenda kanisani kutafuta mchumba. Kuna vijana wanaenda kwenye kwaya kutafuta mchumba. Anaangalia binti anayeomba. Anakwenda kwenye semina kutafuta mchumba. Mmealikwa kwenye semina hiyo ambayo Esther aliwaandalia. Mnakuja kwenye semina, ushiriki wenu you are so silent. Hamchangii, hamuongei. You know, it is not good to speak in public. Hauna public speaking character. Ongea. Kwa sababu as you speak, we can hear you. Ukisema ndio tutakusikia, na tukikusikia ndio tutajua wewe ni nani. If you don't speak, tutakujuaje sasa? Nasema you know, it is not good to speak in public. After all, watu wanasikiliza sana. Mbona kwenye Facebook na TikTok unaspiki? Kwa nini unakule unaspiki hapa hauspiki? Unashindwa kuspiki, you don't have the content. Tengeneza content binti. Wanaume wanatafuta content. Tengeneza content. Kijana akikusikia unaongea sema yes, huyu ndio mwanamke wa kuoa. Kwa sababu mnaweza mkaargue, mnaweza mkajadiliana. Sio mwanamke kila kitu ndio, eti mimi mpole sana. No. Kwa hiyo usivae hiyo maski. Sasa hizo changamoto zenu
zimetengeneza changamoto zingine ndogo ndogo. Kutokujua utambulisho wako kama Mkristo, wengi hamjui thamani yenu kwa kuwa hamjui utambulisho wenu. Lakini kumekuwa na shinikizo la kijamii kama changamoto na mitazamo potofu kwa mabinti. Jamii imewatafsiri mabinti vibaya. Ukimwona msichana amekuja amevaa vizuri amependeza unasema malaya. Nani kakwambia ni malaya? Unamlebo stick ambao sio yeye. Binti amependeza kwa sababu imempasa kupendeza. Jamani, mabinti wako sokoni, it is the marketing time. Hakuna marketing officer anaenda kuuza bidhaa ameifunga kwenye magazeti ya zamani. Hakuna muuza mandazi na vitumbua anafunga kwenye magazeti ya Mzalendo akaacha the proper packaging. Haya mavazi mnayoyaona is a package ya kumfanya binti aweze kuapia kwenye uhalisia wake. Lakini jamii imewatafsiri vibaya. Matokeo yake mabinti wameanza kuvaa tu magauni ya maua tu, anaenda tu gauni lirefu, almost wanakaribia kuvaa madera waje nayo kanisani. Usije na dera kanisani. Unaenda kwa Mungu ukijua thamani yako. Wewe ni wa thamani. Mungu amekuumba kama mtu wa thamani. Imagine Mungu alipokuumba anasema nalikuumba kwa sura na mfano wangu. Alafu ukatenda dhambi. Anamtoa Yesu, Yesu anakununua. Kwa hiyo unaponunuliwa, Yesu anatuonyesha kwamba unazaliwa mara ya pili, unatengenezwa mara ya pili. Umeumbwa kwa hali isiyokuwa ya kawaida. Upende mwili wako, jipende wewe mwenyewe. Penda maisha yako, penda future yako, uwazie kesho yako. Jamii imekuwa na tafsiri mbaya. Kijana anataka kuwa binti msomi, jamii inamwambia wasomi hawakai kwenye ndoa. Jamani, mbona mke wa Mirumbe ana masters na bado yuko kwenye ndoa? Wasomi wasiokaa kwenye ndoa. Nani kakuambia wasomi wakae kwenye ndoa? Jamani, tulia si ni mbunge, hayuko kwenye ndoa? Samia si ni rais, hayuko kwenye ndoa? Wanakaa kwenye ndoa. Kutokukaa kwenye ndoa ni tabia tu, ni changamoto ya mtu. Kwa hiyo jamii imetafsiri vibaya na inawatisha watoto wa kike. Kwa mtoto wa kike anaogopa kusoma kwa sababu akisoma hataolewa. Mzee mmoja rafiki yangu, binti yake akachagua kwenda kusomea upilot. Ni rafiki yangu sana, tunaongea. Anambia mzee, mwache huyo mtoto akasome upilot. Mchungaji, haiwezekani. Sasa kwani vipi? Anasema mwanamke aendeshe ndege. Akiendesha ndege ataolewa na nani? Mwanamke anaendesha ndege. Kasa mbona mtoto wa Mwakasege ni mwanamke na anaendesha ndege bwana? Acha hizo mzee. Anasema haiwezekani. Nikamwambia mbona kwenye hizo ndege wewe si unapanda? Ndio. Wale wanaokuhudumia kwenye ndege ma air hostess ni wanaume? Anasema ni wasichana. Sasa mbona nao wamesoma na wako kwenye ndege? Kama kupanda ndege inazuia mtu asiolewe. Tafsiri jamii imeandika picha isiyokuwa yenyewe, imewatisha watoto wa kike. Binti, unaweza kuwa engineer yeti ukaolewa. Unaweza kuwa daktari yeti ukaolewa. Unaweza kuwa yeyote na bado ukaolewa. Unaweza kuwa business woman, a business lady yeti ukaolewa. Msichana aliye na Yesu, mwenye identity ya Yesu ndani yake, anaolewa. Na ukiwa na Yesu unaishi kwenye ndoa, haivunjiki. Na ukiwa na Yesu hata kama una hela, hizo hela unajua kabisa sio zako. Unajua kabisa mimi ni wakili wa Mungu. Mungu ameweka hivi vitu kwa muda kwenye mikono yangu. Mbinguni nitaviacha, hii sitaondoka navyo. Kwa hiyo una unyenyekevu wa kimungu. Kwa nini? Kwa sababu una identity ya kimungu. Kwa hiyo tambua wewe ni nani na ubaki kwenye hiyo identity. Kwa hiyo jamii imetengeneza mazingira ambayo imetafsiri upotofu na mabinti wanaogopa. Lakini pia jambo la tatu, kumekuwa na upungufu wa mifano hai, the role models. Tunakosa role models. Unaona? Wanashindwa. Kuna role models wamekaa kimya, wamejificha. Tunataka role models ambao watakuwa wazi kwa hawa watoto, wawashauri, wawaelekeze, wawaongoze. Na those are the role models tulizowaita siku ile ya semina. Walikuja, mmoja alikuwa si mke wa mwimbaji gani, wawili nadhani walikuwa mke wa waimbaji, waume zao mashuhuri sana. Lakini mmoja anasema hivi, mimi nilipata maono ya kuwa mkulima. Pamoja na elimu yangu, nilipoamua kwamba nataka kuwa mkulima, nikafunga siku 3, nikaomba kwa ajili ya ardhi, naenda kulima. Jamani, sio kawaida msichana aliyesoma aende kwenye kilimo. Not easy. Lakini ameenda kwenye kilimo. Is almost a billionaire kwenye kilimo. Yuko kwenye kilimo na ni mke wa mtu na analima na anauza. Kwa hiyo hao role models tunawataka wawashuhudie hawa, wawatoe uoga ili hawa wapate ujasiri wa kusogea.
wapate ujasiri wa kuthubutu. Kwa hiyo role models, kwa wamama mlioko kanisani na wanawake mlioko kanisani, mama Barozi Mganda, wewe ni role model mmoja wapo, mke wa Barozi, mama mpole, mngwana, mnyenyekevu. You can't imagine ukikutana huyu mama huwezi kuamini kama ni mke wa Barozi. Very humble. Hao ni role models, wafuateni hao wakusimulie. Hivi aliwezaje kuwa mke wa Barozi? Barozi mkali sana huyu, mkali. Lakini mama yule tazama, mpole, yuko naye. Yuko naye, amezaa watoto wazuri, tumesali nao hapa. Wameolewa, wameoa, wana miji, wameenda kulea wajukuu. A role model woman in the church. Fateni hao, msiwakimbie. Nyinyi mkija ibada kisha siku ukimwona mtu unaweza, mama leo sina nauli naomba, achana na hiyo. Mwambie mama, naomba kukaa, naomba kuja nyumbani kwako, nataka kuongea na wewe. Tell me about your story. Give me your story mama, nikusikie. Umewezaje kuwa mke wa Barozi? Kwa nini hamtaki kuwa mke wa Barozi? There are new ambassadors who are coming. Ninyi mnaenda kuolewa na hao. Prepare yourself how to become a woman ambao unaenda kuwa mke wa Barozi. Tuna wake wa majenerali hapa. Hivi mama Karubi huyu, mke wa jenerali wa jeshi. Hivi anawezaje yani afande na manyota na nini? Akiwa wewe mzee, kaa hapa, tulia. Kaa hapa, kunywa kahawa, nenda kapumzike, vua viatu, leta soksi, lala, amka asubuhi, nenda kazini. Mama anatuliza huyo mume, mwanajeshi ambaye akipita mbele yako unakimbia. Tukiwa JKT, kama kuna siku tulikuwa tunaiogopa, ilikuwa inaitwa Jumatatu. Jumatatu afande Karubi anakuja kukagua paredi JKT Orojoro. Mwanaume mwenye miraba 4, amejaa, ana manyota, alafu huwezi kutafsiri haya manyota ni nini. Lakini anapita akikagua paredi. Tunamuogopa. Alafu tunaenda kule officers mess. Tunaambia, unajua mke wa afande? Yule pale, ya mama amewezaje kukaa na huyu? Yaani anawezaje? Sisi tunamuogopa. Anaweza. Kaeni na hao, wawasaidie. Wakina mama Nzagi wamekuwa ni wamama hakimu anayehukumu kesi ya watu huko. Hebu nenda umwambie mama unawezaje? Wawasaidie. Role models. Kwa sitaki visingizio vya kusema you know in our church we don't have role models. Tunao role models, wapo. Tafuta, kaa nao, sikilize, ujifunze. Lakini pia tunakosa, mabinti mnakosa ujasiri. Mnakuwa na uoga wa kuongea. Sasa kwenye mazingira hayo tutakwama sana wanangu. Sasa Mungu ameumba kila binti kwa kusudi la kipekee, na changamoto hizo zinahitaji majibu ya kiroho. Changamoto hizo zinahitaji malezi ya kina. Changamoto hizo zinahitaji jamii inayowaamini na kuwawezesha mabinti. Kwa hiyo mabinti wa Kristo kutambua kusudi na kuishi kwa nuru ya neno la Mungu. Ukisha kuwa Mkristo, wewe ni wa tofauti. Huwezi kuwa binti uliyookoka Mkristo alafu naishi maisha ya zamani. No. Lazima ubadilike, uportray a new image. Ile ya zamani imekufa. Kwa utambulisho wako wa kipekee ni katika Kristo. Wewe sio ajali. Wewe sio kazi ya mikono yako. Wewe ni kazi ya mikono ya Mungu. Ndio kitabu cha Waefeso. Kumbe kompyuta imekataa leo. Mirumbe tununulie kompyuta nyingine. Hii inatuaibisha hapa kila siku. Wiki iliyopita niliona mchungaji anagombana na wao vijana. Hii imeshachoka, imeshakufa. Tupate kompyuta nyingine isaidie kanisa. Kwanza kuna vitu nataka tuvione. Mnajua wa Kristo kuna hadhi mkifika, hiyo ndio hadhi yenu. Hamtaka kurudi chini tena. Na kama mnataka turudi tena kama tawi la Kwara, sawa, turudi Kwara. Na kila hadhi unatakiwa i-maintain, it has a cost. Kwa mkitaka ku-maintain kanisa la makao makuu ya diocese, there is a cost. You have to incur. Sasa, utambulisho wa kipekee, kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 10. Waefeso sura ya 2 mstari wa 10, neno linasema, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende. Sasa nataka nipite kwenye hiyo mistari ili niwafafanulie tuweze kuona application yake. Kwa nini Paulo anaandika kwa Waefeso akiwaambia maana tu kazi yake? Hilo neno
tafsiri sana, kutafsiri huo mstari moja tu kwenye context ya kitheolojia. Tu kazi yake. Neno kazi yake, kazi ina maana kazi ya mikono au utunzi ulio bora. Kwa hiyo sisi ni kazi ya mikono ya Mungu. Sisi ni utunzi ambao Mungu amefanya. Sisi tumefinyangwa na Mungu kuwa hivi tulivyo ambao tumeokoka. Kwa hiyo Paulo anapozungumzia kwamba tu kazi yake, kitheolojia inamaanisha kuwa sisi waumini. Sisi waumini. Kwa hiyo ndio maana naambia ninyi mabinti mliompokea Yesu, ninyi ni kazi ya Mungu. Kama ni kazi ya Mungu, sisi waumini hatukujiumba wenyewe, lakini sisi ni kazi ya uumbaji mpya. Kwa nini tunaita uumbaji mpya wa Mungu? Uumbaji wa kwanza ni wa Adamu na Eva, lakini uumbaji mpya ni wa wewe na mimi tuliomkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa sisi ni tunda la hekima na upendo na neema ya Mungu. Anasema tuliumbwa katika Kristo Yesu. Inamaanisha nini? Kuumbwa katika Kristo Yesu inamaanisha sio tu uumbaji ule wa asili, lakini ni uumbaji